dalali, kama ulivyonipa maelekezo, naomba tu nianze nayo. Arusha kuna nini? Mimi kwa nini nimeileta hii? Nimeileta hii kwa sababu mimi nimekulia kule. Kwanza na miaka 3 4 mpaka naondoka kuja kwenye mitikasi ya chuo na nini ndo natoka Arusha. Arusha mwanzoni, kama miaka ya nyuma ile ambayo tunakuwa, ilikuwa ina sifa ya kuchomana sana visu. Unakumbuka? Na ugomvi wa mageng. Wa mageng ule, mabeto sana. Lakini Arusha imekuwa sio mji wa kupita wiki Haujasikia tukio la ajabu. Na tuliweka kabisa time, tukasema tulizungumza hiyo story hapa. Nakumbuka. Tukasema haizidi wiki 2 tutasikia lingine. Na kweli ndani ya wiki 2 kuna matukio mawili wamezaba. Lililosikitisha na lilofanya mpaka tukaja nalo pia hapa kwenye maelekezo binafsi dalali, ni hili la baba kumchinja mtoto wake wa kumzaa. Mimi naanza kujiuliza kwamba yawezekana labda mikoa mingine ama matukio yanatokea, sema waandishi wa habari wa mikoani au mikoa husika hawayatangazi haya matukio, au watu ama maripota wa Arusha wana nguvu na spidi ya haraka kufikia jamii yao. Kwa teknolojia ilivyokuwa kwa sasa, sidhani kama kuna tukio linaweza likatokea kwenye mkoa wowote na tusipate taarifa. Lakini Arusha, honestly speaking, kuna mazungumzo yanatakiwa yani watu tuzungumze. Aidha kama tunasingizia ni afya ya akili tujue, au kama tunasingizia vitu vingine vya ushirikina tujue, lakini spidi ya matukio ya Arusha ni kubwa kuliko kitu chochote unachokijua wewe. Ndiko alikobakwa bibi siku chache zilizopita. Na pia soda. Kitu ambacho mimi kinaniogopesha zaidi, unajua Arusha ndio kama moja ya kitovu chetu kikubwa sana cha utalii. Na ndo mkoa ambao tunataka tuutumie kama identity kwenye Afcon. Sasa haya matukio yanakuwa recorded na yanakuwa yanaonekana. Sasa yakizidi kuendelea kuwa kwa wingi hivi na tunaelekea kwenye Afcon, kidogo inakuwa inaleta picha ambayo si nzuri. Na pia mimi nilikuwa natamani viongozi husika sasa wajaribu kuangalia tatizo ni nini, kwa sababu yawezekana Arusha walikuwa hawana events nyingi za pamoja. Sasa hivi wanapiga matukio mengi sana, events nyingi, wanakutana, wana enjoy, wana have fun. Lakini pamoja na yote ya matukio kutokea, kwa nini haya mambo yanazidi kuendelea? Yani kwamba wana matukio ya kukutana pamoja na kuenjoy mengi, ambayo kama yalivyo idadi yake sasa hivi tunaamini kwamba matukio ndio yangeongeza kabisa amani Arusha. Lakini kinachokuja kutokea, kuna matukio hayo madogo madogo yanauchafua mkoa, ambao sasa yakiwa continuously yanaanza kuleta picha ambayo mtu anaanza kujiuliza Arusha mbona kama wanaanza kuzingua. Unajua issue ya kuchomana visu ilianzishiwa mpaka kampeni ya kwenye nyimbo. Ilikuwa ni kampeni nyimbo gani? Kuna nyimbo zilitoka. Arusha bila beto sio nini, zote zilitoka hizo. Lakini haya matukio yanayotokea sasa hivi, yani itoshe tu kusema hivi, Mheshimiwa Makonda, sisi tunakuomba tu VCB tuje hapo tuzungumze tunao watu, yaani tujue kuna nini. Kuna haja ya kuweza kwenda deep na kufanya research kidogo kuweza kujua ni sababu gani ambayo